Mtoto wa marehemu Victoria huyu. Victoria ameshindwa kujizuia wakati ameupata fursa ya kuweza kuongea na waombolezaji ambao wamekuja katika siku hii hapa ya maombolezo. Victoria ameshindwa kuvumilia. Ukiona mtoto wa kiume analia, basi ujue kabisa iko kimemfika ndani ya mtima, moyo wake unaumia kwelikweli. Yaani ameshindwa kuvumilia kulilia ndani ya moyo mpaka kufikia wakati anaumia na kulia, machozi yanaonekana kwa nje. Hii leo Victoria ameipata fursa ya kuweza kuzungumza na waombolezaji wenzake ambao wamefika hapo msibani, katika msiba wa mama yake kipenzi Jenista Mhagama, aliyewahi kuwa mbunge na ameondoka akiwa mbunge pia, na alishawahi kuwa waziri. Basi wakati akiongea Victoria na waombolezaji wenzake, amejikuta anamshukuru sana Rais Samia Suluhu Hassan na kusema kwamba wakati mama yake anaugua, ameugua kwa kipindi kifupi sana. Cha kwanza amesema hivyo, mama yake ameugua kwa kipindi kifupi sana mpaka kufariki kwake, yani haikuwa muda mrefu, yani kuugua na kufariki vilifuatana kwa pamoja vyote. Sasa wakati ambao amepata fursa hii ya kuweza kusema kwa sababu Mheshimiwa Rais alikuwepo hapo, akaanza kutoa shukrani zake kwa Mungu, lakini pia akawashukuru watu wote ambao wamefika hapo, na kwa nafasi ya kipekee akaweza kumshukuru kwa kueleza historia kwamba Mheshimiwa Rais Samia wakati ule ambao mama yake anaugua alikuwa mstari wa mbele kuweza kuhakikisha wanashirikiana kwa pamoja. Alionyesha ushirikiano mkubwa sana kwa marehemu enzi za uhai wake, kwa mujibu wa maelezo ambayo ameyaeleza mtoto wa marehemu ambaye kajitambulisha kwa jina la Victor. Vile ameendelea kuwashukuru wote ambao walioacha shughuli zao na hatimaye kuweza kufika katika siku hii hapa ya leo, kuweza kushirikiana vyema kabisa katika siku hii hapa ya mwisho ya kumsindikiza mpendwa wao hapo. Kuna kitu ambacho cha kujifunza katika hili tukio ambalo linaonyesha hapa, kiasi kwamba kitu kizuri ukiwa nacho, kibaya ukiwa nacho, kishaondoka karibu na wewe, ndio utaona kwamba kile kibaya kumbe kilikuwa kina uzuri angalau hata kidogo ndani yake. Kwa hiyo unaweza ukawa unaona kabisa kinakupa kero, kinakupa shida, lakini kwa sababu uko nacho, kishaondoka, lazima kuna sehemu tu kutapwaya, hata kama ni padogo vipi, lakini kuna sehemu tu pataweza kupwaya. Victoria ameipata fursa kuweza kumwelezea mama yake kwa uchungu sana, na kusema kwamba mama yake alikuwa ni mama bora, alikuwa ni mlezi ambaye ameilea familia yote kwa misingi ya kiroho, yani kidini, lakini pia kijamii, kimazingira na masuala ya kisiasa pia. Ameweza kuwa mwalimu mzuri kwa familia. Kwa mujibu wa maelezo ya Victoria, amesema kwamba mama yake alikuwa ni kiongozi, sio tu kiongozi wa taifa katika nafasi ambazo ameaminiwa na wananchi na serikali pia, lakini pia alikuwa ni kiongozi katika familia yake. Watu wengi sana katika familia walitamani kujifunza na kuelewa mengi sana kupitia kwake yeye, yani anasema kwamba role model wa wengi. Unaona bwana, hata katika familia alionyesha kuwa ana ushawishi mkubwa zaidi, na mara nyingi alikuwa akiwasisitizia juu ya masuala ya elimu, sema kwamba elimu ni kitu bora zaidi na kikubwa ni kuweza kuizingatia elimu, na pamoja na kuifuata elimu vile lazima wawe karibu na Mungu, kujikabidhisha kwa Mungu, kuamini Mungu, kujumuika katika shughuli za kijamii, kujifunza upendo, huruma na kuwajibika katika majukumu mbalimbali. Yani ukiaminiwa kufanya jambo fulani, unatakiwa ulifanye kwa kiwango kikubwa au kiwango kizuri stahiki, ambapo hata aliyekupa ile kazi ajivunie. Aliendelea kwa kusema kwamba hata kama siku moja akaja akaondoka, lazima watu awaachie vitu ambavyo kaviacha kwa watu ambao waseme mwisho wa siku kuna mtu alikuwepo hapa na akaondoka, sio tu aondoke hivi. Lakini Victoria ameendelea kwa kusema kwamba mama yake alisema kwamba wakati ule enzi za uhai wake
alikuwa akiwasihi na kuasisitiza sana wahakikishe wanakuwa waadilifu katika kazi mbalimbali. Maana alivyokuwa anahudumu katika kazi zake, amekuwa mbunge mkongwe sana, mbunge mkongwe sana. Na katika kazi yake ile pale alisema kwamba akisimama sehemu kuongea hawezi kukosa cha kuongea, hawezi kusimama tu akaongea, lazima asimame sehemu na akaongea vitu ambavyo kweli kavipitia, kweli ni juhudi na kweli ni mapambano makubwa. Unaona bwana, haya machache ni moja kati ya mengi ambayo ameongea mtoto huyu, mtoto wa marehemu Victoria huyu, jina lake ndilo hilo. Basi nikwambie mfuatiliaji wa chaneli hii hapa, ni taarifa ambayo nimekuletea mtoto wa marehemu, na hiyo ndio taarifa. Ila ukitaka kuendelea kupata na kufahamu mengi, kupata taarifa nyingi zaidi, wewe cha msingi endelea kuingangania chaneli hii hapa. Hii ni Mapochopocho Media bwana. Unaweza ukafanya vitu vingi vikawa vizuri zaidi kwa kuweza kutoa maoni yako na wewe hapo chini. Msiba huu wa Jenista Mhagama kwa kiasi gani umekugusa? Na ulivyopata taarifa hizi za msiba, kitu gani ambacho kilisound kwenye moyo wako? Ulifeel ni kitu gani ambacho kwenye akili yako? Kila mtu na mitazamo yake. Hii ilikuwa ni mitazamo ya mtoto kwa mama, lakini hata na wewe pia unaweza kuwa ni mwananchi wake, au ni mtu tu ambaye ulikuwa ukijifunza kupitia yeye, au ulikuwa ukimuona katika nafasi yake anahudumu. Kuna kitu ambacho katamani na wewe ungepata fursa kuweza kuzungumza, ungeenda kumzungumzia marehemu. Hivyo nafasi yako iliyoko hapa, unaweza ukatoa maoni yako na wewe ikapendeza zaidi, na wewe ukawa ni mmoja kati ya watu ambao mmeshiriki kwa namna moja kwa namna moja ama nyingine. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Tukutane wakati mwingine. Bye bye.